Watafiti na wakulima wa mwani katika kaunti ya Kwale wamependekeza mmea huo kuorodheshwa kama zao la kibiashara kutokana na faida zake. Ni ukulima wa mwani ambao umevutia wakulima wengi na kuimarisha uchumi wa bahari kulingana na utafiti uliofanywa na taasisi ya utafiti wa uvuvi na bahari KEMFRI, ambapo sasa mmea huo unatumika kutengeneza mafuta, sabuni na hata vyakula. Zaidi ya wakulima 800 wamehusishwa kwenye kilimo hicho, kama anavyotuarifu Lawrence Ng'ang'a. Mmea wa mwani umekuwa kitega uchumi kikuu cha kuimarisha sekta ya uchumi wa bahari, zaidi ya wakulima 800 wakijumuishwa kwenye kilimo hicho katika kaunti ya Kwale. 617 kati yao wakiwa wanawake ambao wengi hawakuwa wamejihusisha na masuala ya bahari hapo awali, sasa wakiwa wamepokea mafunzo kupitia utafiti wa taasisi ya masuala ya bahari na uvuvi KEMFRI na shirika la Plan International. Wamekuwa mstari wa mbele kuongezea dhamani zao la mwani linalokuzwa baharini. Tulikuwa tunapanda tu mwani peke yake, lakini sasa hii tumeongeza ujuzi bora. Sasa hii huo upanzi wa mwani tunatengeza bidhaa kama vile lotion, chakula, vyote hivyo vinatokana na mwani. Mimi kama mama najivunia sana kwa sababu ya huu mwani. Ni kitu kizuri ambacho kinawezesha wakulima wetu kustahimili mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu ni mmea ambao unakuzwa baharini, haihitaji chochote cha kuongezwa. Mkulima akishapanda baharini inabaki pale, siku 45 mkulima anaweza kurudi kuvuna. Kwa mfano, wakati wa kusi kuna wale ambao hawawezi kama kuna wale ambao ni wavuvi ambao hawawezi kwenda baharini kuvua, lakini ukiwa upande kwa ufuo wa bahari karibu na ufuo, kama unaweza fanya kupanda mwani, inakuwa ni kitegemeo tofauti ama njia tofauti bora. Katika maonyesho haya ya bidhaa za mwani eneo la Msambweni, washikadau wakitaka sera mahususi za kuinua ukulima wa mwani kuwekwa na kuorodheshwa kwa mmea huu kama zao la kibiashara. Seaweed bado inaonekana ama inatazamiwa kwa polisi ya Kenya kama samaki, lakini tunajua ni mmea, na tungependa kuona kwamba imewekwa kama mmea ule ambao ni wa mapato, yani cash crop, kama zile cash crop zingine kule kama coffee, tea na zingine. In this country we're barely scratching the surface for the potential for seaweed farming within the country. So we do propose that with efforts to expand seaweed farming in areas which are suitable along the Kenyan coast, then we shall be able to use it as a cash crop and add more value that can increase income to the community. Vile ambavyo tunaona hizi bidhaa hapa, tukitengeneza tunauza, sikuwa tunatengeneza tunakula, tunauza, na pesa tukipata tuna akaunti yetu. Sisi watu wa mwani tuna akaunti yetu, tunapeleka pale kwa akaunti yetu, tunaongeza tena mapato. Kadri mwani unavyoendelea kuongezewa dhamani, kuna haja ya soko ya bidhaa za mmea huo kupanuliwa. Kama serikali yetu inaweza kutusaidia ili hawa wakulima ambao wanatengeneza hizi bidhaa kwa njia ya chini, kama wanaweza kupata cheti ambazo zinaitwa KEBS, ili waweze kuwa kwa soko ambayo wanaweza wawania ili wafikishwe kwa supermarket, sana sana kama cosmetics, kama sabuni ama hizo vitu zote zikifikisha kwa supermarket, kila mtu anaweza i-access. So that means soko itaenda juu, demand itaenda juu na watatengeneza sana. Lawrence Ng'ang'a, Runinga ya Citizen.